Naomba tusikie ujumbe wa neno la Mungu kutoka katika Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo mtakatifu kwa mujibu wa kiongozi kalenda, sura ile ya 27 mstari wa 45 mpaka mstari wa 56. Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo mtakatifu tulio na Biblia, sura ile ya 27 kwa mujibu wa kiongozi kalenda, mstari wa 45 mpaka mstari wa 56. Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 27 mstari wa 45 mpaka mstari wa 56. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, ninasoma kama ilivyoandikwa. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabakthani, yaani Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Na baadhi yao waliohudhuria waliposikia walisema, huyu anamwita Elia. Mara mmoja wao akaenda mbio, akatoa sikongo, akaijaza siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha. Wale wengine wakasema, acha tuone kama Elia anakuja kumwokoa. Na Yesu akisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Na wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakaingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Palikuwa na wanawake wengi pale wakitazama kwa mbali. Hao ndio waliomfuata Yesu toka Galilaya na kumtumikia. Na miongoni mwao alikuwamo Maria Magdalena na Maria mama yao Yakobo na Yusufu na mama yao wana wa Zebedayo. Wapendwa wa Mungu, haya ni maneno ambayo tumepewa kwa siku ya leo, kwamba tutatafakari kwa majira haya na nyakati ambazo tunatazama njia ambayo Bwana Yesu alipitia, njia yenye usumbufu mwingi, njia ambayo hakuna mwanadamu aliyepitia kwa vionjo vikali kama vile. Yesu alijua saa imetimia ambayo hasa ilikusudiwa tangu msingi ya dunia ya ukombozi wa mwanadamu kupitia mauti yake. Watu wengi walikuwa wanamuona kama mtu wa kawaida, nabii mwenye uwezo, mwenye nguvu, mwenye mamlaka ya kimungu ndani yake. Lakini kuna baadhi ya watu waliomwona Yesu ni mwanasiasa tu ambaye nia yake ni utawala wa kidunia. Katika mtiririko mzima wa masumbufu aliyoyapata, katika masumbufu tunasoma tangu siku ya Jumatatu mpaka leo tunaendelea kuyasoma katika ibada hii, unagundua kwamba watu wengi walianza kuona kwamba Yesu si mtu wa kawaida. Tokea kule alipoanzia huduma yake Galilaya mpaka anakuja Yerusalemu,
anapokelewa kwa shangwe kubwa. Anaingia Yerusalemu amepanda punda, lakini heshima yake inakuwa ni zaidi ya heshima ya mfalme. Anaingia kwa farasi. Maana miaka hiyo chombo cha heshima ilikuwa ni farasi, ambacho wafalme walikitumia. Na hata leo katika falme nyingine kama za Uingereza, bado naona farasi wana nafasi kubwa sana ya kumvuta mfalme. Akipanda kwenye farasi wanavuta, wamefundishwa kwa mfumo wa pekee. Farasi wazuri wanapendeza, na mfalme anakuwa ameketi kama malkia. Ameingia na punda katika jiji la Jerusalem, lakini anapokea heshima isiyo ya kawaida. Ndipo watu wanashtuka kwamba huyu si mtu wa kawaida, ana nini ndani yake? Tazama watu wanaomfuata, tazama watu wanaomfurahia. Ikaanza kutengenezwa mfumo mingi ya kumnasa na kumkamata, lakini kwa ni majira na nyakati ambazo zilikuwa zimetimia za jukumu lake la kutekeleza kazi ya ukombozi kupitia mauti yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna gharama kubwa sana ndugu zangu. Ukombozi una gharama. Ukombozi una kujitoa. Ukombozi una uvumilivu wa hali ya juu sana. Siku hii ni siku ya pekee ambayo Wayahudi walikuwa wakiadhimisha tangu muda mrefu. Katika historia, tangu Agano la Kale ilikuwa inaadhimishwa sana siku ambayo walitoa wanyama wengi wakachinjwa kama sadaka ya ukombozi au ya msamaha, toba kwa dhambi za watu. Sasa siku hii Yesu anaifanya kwa upekee kwamba thamani za wanyama zisiwe na kitu tena, ila thamani ya damu yake iwe na kitu cha ukombozi wa milele kwa huyu mwanadamu ambaye ni mimi na wewe tulioko hapa katika siku ya leo na majira haya. Neno linakuhusu sana wewe. Kuna thamani ya mauti ya Yesu Kristo. Kupitia ile damu yake tumefanyika kwa watoto wa Mungu. Tunaambiwa kwamba katika historia ya Agano la Kale wanyama wengi sana walichinjwa kwa siku hii. Zaidi ya wanyama 2000 walikuwa wanachinjwa. Damu ikitakiwa kwa ajili ya msamaha. Lakini sisi katika Agano Jipya Yesu Kristo anabeba ile jukumu. Anakuja katika hali ya binadamu kabisa, anapita katika vionjo vingi. Yesu Kristo achukua nafasi hiyo ya wanyama ili ondola dhambi ipatikane kupitia mauti yake. Yeye si wa kawaida. Damu yake si ya kawaida. Ni damu ambayo iko hai muda wote. Damu za wanyama ziliganda zikaishia pale, lakini damu ya Yesu iko hai majira yote, saa zote, kwa wanaomwita. Iko hai nyakati zote. Zaidi ya miaka 2000 iko hai, na Yesu yuko hai katika mioyo ya watu wanaomwita. Anaokoa, anaponya, anakomboa, anahuisha. Yesu yupo hata katika ibada hii, yupo tayari kusaidia. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 5:7 kuna maelezo yako pale kwamba thamani ya wanyama haipo tena. Kwa sababu hiyo sasa hatuna haja ya kuchinja wanyama tena kama sadaka, bali kumwamini Yesu ambaye ndiye sadaka yetu. Kwa sababu hiyo Yesu alipitia mateso makali sana. Habari tulisoma hapa ni baada ya mtiririko mkubwa sana, matukio mengi yaliyotokea tangu ametoka pale Kedron, amevuka kile kijito, anakamatwa sasa na wale wahalifu ambao waliandaliwa wakishirikiana na mmoja wa wanafunzi wa Yesu Kristo ambaye ni Yuda. Na jambo la ajabu sana, Yuda alipoona haya mambo yanaendelea kwamba si ya kawaida, alifikiri kwamba Yesu akamatwa hakutakuwa shida, maana alijua kwamba Yesu ana uwezo. Alijua ana uwezo. Akajua akimkamata hawatamweza. Akitafakari nguvu aliyokuwa nayo, kutuliza bahari, kufufua wafu, kutembea juu ya maji, akasema hawataweza kukamata. Mbona hata mahali pengine walipofanya mambo ya ovyo wakataka kumjeruhi, alipita katikati yao, hakuna aliyemgusa. Kwa hiyo akatamani kupata pesa ili Yesu atiwe hatiani.
Nitoe tahadhari sana kwenu ndugu zangu tunaothamini fedha kuliko utu wa mtu. Tupone kwa jina la Yesu. Kuna hatari kubwa sana ndugu yangu. Tujichunge na kujiangalia. Lakini toe angalizo sana kwa watu ambao mmekuwa mkila hela za kanisa. Mkazani na kwa salama. Ni hatari kubwa sana. Mwajitwalia mauti msiona kwa macho. Kuna mauti ya kiroho ambayo ina gharama kubwa sana kutoka kwayo. Ilimgharimu Yuda. Alipoona anamchukua Yesu katika mfumule akasema jamani hapana. Nimeseti damu sio na hatia. Akalia Yuda. Hatima yake ilikuwa ni mauti. Natoa angalizo hizo kwako. Yesu analia msalabani ile mida ya saa 9 anapokata roho. Lakini kabla ya muda mateso yote ameyapitia, masumbufu yote, ametemewa mate, ameumizwa kwa viwango vikubwa sana. Nimesema mate ya binadamu si mate ya kawaida. Yanapotoka kwenye kinywa cha mhusika kuja kwako hayafai. Lakini Yesu atemewa ili niwe na thamani na simama kwa sababu ya hiyo. Thamani ya mateso yake. Upo hapa kwa sababu ya thamani ya mateso ya Yesu Kristo, si kingine chochote kile. Hiyo thamani ya mateso ni kubwa sana. Amepigwa vikali sana. Ameumizwa sana. Kwa sababu yako alivumilia. Akavaa aibu ili niheshimiwe. Akaingia katika mauti ili nipate uzima. Akafufuka ili kudhihirisha kwamba kuna uzima baada ya kifo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatuhubiri habari ambazo hazitatukia. Zilianza kutokea kipindi kile kile. Giza limetanda juu ya nchi masaa 3. Watu wanakimbizana, giza kubwa. Wakaanza kuhoji, walikuwa wanamkuza, kumshtaki, waligeuka, wakaanza kutafakari. Tumetenda nini? Tumefanya nini? Huyu mtu si wa kawaida. Wakaanza kutumiana, tuliwaambia msimuumize, msimuue. Angalia tunayoyapata sasa. Hakukuwa usalama kwa makuhani ambao ni sisi kwa Mungu wa leo. Hakukuwa usalama kwa viongozi wa dola ya Rumi katika kipindi kile. Walipotezana watu katika giza ile ya masaa 3. Amani haipo. Wenye kuomba toba wakaanza kuomba toba. Wenye kulia walilia. Giza limetanda juu ya nchi. Wakajiuliza kuna nini? Lakini si giza tu, tetemeko kubwa linatokea. Kubwa. Ajabu. Nguvu ya Yesu ni ya pekee ndugu zangu. Tusicheze na jina la Yesu. Unayecheza na jina la Yesu unacheza na moto. Jiangalie sana. Usiishi katika mazoea. Ogopa sana jina la Yesu. Samini sana jina la Yesu. Usitumie kwa masi yako binafsi. Acha kuanzia leo. Yesu yuko haya na kutazama. Yesu ana nguvu. Atatetemesha nchi kupitia mauti yake. Alibadilisha mfumo ya watu kupitia mauti yake. Wenye nguvu walishuka wakanyong'onyea kupitia mauti yake. Na wakasema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Uliyeishi katika mazoea ya uchawi, ukaliumiza kanisa, ukaumiza watu, ukamwaga damu. Naomba kwa majina haya ya Pasaka hii upone kwa jina la Yesu. Bwana akurehemu. Akurehemu. Kama alivyorehemu wote waliomba toba kwa saa zile na majirani pale msalabani. Aliwarehemu. Katika hiyo njia anaomba toba. Anaomba msamaha kwa watu ambao wamemuumiza. Yuko tayari kurehemu na kupata msamaha kwako wewe unayetendea siyofaa kwa kipindi chote mpaka baada ya hapo. Na inawezekana upo hapa kanisani au unanisikiliza huko. Naomba uache hiyo njia. Uache. Kuyatenda haya ni kumsulubisha yeye kwa mara ya pili. Na yuko huko juu anakitazama. Yuko huko juu anatuchunga. Yuko huko juu anatamani tufikie mwisho ulio mzuri. Kwa sababu mauti yake ilikuwa ni kupambana na damu katika mwisho ulio mbaya wa
mauti ya majuto ya kwenda jehanamu, kumpeleka katika uzima aliyokusudia. Anapokuona unawapeza watu, anapokuona jigamba kupitia jina lake kwa manufaa yako binafsi na kuumiza watu kwa nafasi ulionayo, hakika analia kwa huzuni. Ni heri ungepokea maneno upone, uache ushuke, unyenyekee katika nafasi ulionayo. Na mimi pia ni askofu, lakini si kitu kujigamba kwa sababu ya nafasi yangu. It's nothing at all. Hainisaidi chochote kile. Lakini kushuka kwa ajili ya Kristo kuna thamani kubwa sana. Na kwamba pia ndugu yako uliye na mali, uliye kushirikiana Concord, na wanatutishia sana hawa watu. Jazali sana. Mjazali sana. Mjazali sana. Mifumo yenu Mungu anaiona. Anaiona. Hakuna mahali ulipojificha hata kidogo. Uharibifu unaofanya madhabahuni, siku zetu zimehesabika. Ogopa kutumika kama wakala wa shetani kwa majira yako. Ni nyakati ya tatu zonazo. Si nyakati za kufanya mzaha na Injili. Ni nyakati za kushika kweli ya Mungu. Kwa sababu tuko katika dakika ambazo si nzuri sana. Kwa sayari hii inayoitwa dunia. Amani haipo, utulivu haupo, chuki imeongezeka, vita ndio mnaisikia kila kona, kila dalili zote za uasi unaziona. Kwa nini ung'ang'ane na hayo unasikia kwamba kuna moto huko baada ya maisha haya? Pona mtu wa Mungu, geuka katika njia yako mbaya. Yesu anakuita kupitia mauti yake, ulekebike, uishike kweli yake. Hata kama unateseka, unaishi katika masumbufu fulani yana kikomo. Hata kama yatakuwa na kikomo, ifanye roho yako kuwa salama, ili baada ya hayo roho yako iwe salama milele huko utakokwenda. Bwana waangalie kwa rehema unaopita katika haya maisha kweli. Bwana waimarishe kama alivyoimarisha wale wakina mama waliokuwa kilia wanampatia Yesu kunywa maji. Bwana, kunywa maji, wanatia nguvu. Hawakuacha mpaka giza linaondoa katika ile eneo la Golgotha. Na ninyi pia mnamtumikia Mungu, Bwana Mungu awashike. Inapotokea giza totoro, aweke nuru katikati. Pite na kufikia mambo yaliyokusudiwa, kwa sababu ni Bwana anahitaji tushinde katika haya. Bwana Yesu anatukomboa kupitia mauti yake. Hakuna ambaye hajui hilo. Mateso yetu tunapojikita katika jina lake tunaweza kushinda na zaidi ya kushinda. Niseme tena, tunao litesa kanisa, tuache kulitesa kanisa. Tunaoingia katika mifumo ya kisiasa ndani ya kanisa kwa majira haya, tukatazama kanisa kama ni eneo la siasa, tupone kwa jina la Yesu. Taasisi na kanisa ni taasisi imejikita katika mifumo ya kiroho sana, lakini pia kiimani sana, na utumishi ulitukuka mbele za Mungu, kujikana, kujinyima kwa ajili ya watu wengine. Nani anafanya hayo katika ulimwengu? Nani anafanya hayo? Tumesamiliwa sana watu wa Mungu. Kwa nini turudi katika hiyo? Kwa nini turudi? Yesu ametufundisha jambo kubwa sana. Napotembelea magari ya thamani kubwa, na kumbuka kama mimi si kitu, ila Yesu Kristo ndani yangu. Unapotembea kwa mguu kutenda kazi ya Mungu, sema wewe si kitu, ila Kristo ndani yako. Unaifanya mauti yake kuwa na thamani muda wote, usiku na mchana. Unaifanya damu yake kuwa na thamani muda wote, usiku na mchana. Ole wao tulioshika haya kuwa ni kitu. Haya yanapita, vyeo vinapita, nafasi zinapita, fedha zinapita, utajiri unapita, umaarufu wa kisiasa unapita. Hakuna kitu ndugu ndani yako, kwa muda tu. Shika huyu Yesu aliyekufa kwa ajili yangu na kwa ajili yako, ili mwisho wako mzuri. Mwisho wako mzuri.
damu isiyo na hatia majira haya inamwagika ili nipone, ili nipone. Kwa nini unakuwa mkaidi? Kwa nini? Yesu anatusihi tuogope sana usaliti sisi kwa sisi, tuwe mbali na tamaa ya fedha za aibu. Watu wameua ndugu zao kabisa, wameua. Viongozi wa kanisa wamesalitiana wao kwa wao kwa sababu ya jina la Yesu kwa maslahi binafsi. They benefit kupitia jina la Yesu kwa maslahi binafsi. Ni ole tunafananishwa na wale makuhani, viongozi wa dini nyakati hizo, ambazo waliona kwamba Yesu anawavugia mfumo wao, wakaingia katika mfumo ambao haifai. Yesu akaumizwa kwa sababu yao. Tunaonywa katika Mathayo sura ya 6:33, "Bali tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa." Asema Bwana, mtazidishiwa. Fight iliyo ndani ya taasisi za dini sasa hivi ni nafasi. Nani awe mkubwa? Tungejua thamani ya kuto mkubwa na gharama ya kuto mkubwa, tungekwepa hizo nafasi. Tungekwepa. Lakini hatujui. Tumeingia kibinadamu sana. Naomba sana ndugu zangu wote tunaosikia, tupewe jukumu la kuipeleka Injili katika nafasi zetu, tushikamane pamoja katika Kristo. Tusitese tena kwa mara ya pili. Yatosha waliofanya makuhani wa nyakati hizo, yatosha waliofanya watu wa nyakati hizo. Sisi tulio katika karne ya leo, ambao tunataka kuja kwa Yesu kwa mara ya pili na daima inaonekana kwetu, tusiingie katika mfumo wa tena, tumtumikie Mungu. Na sisi waumini tutapokea ujumbe. Tuponywe katika roho, tuponywe katika mwili. Tusikaidi juu ya haya. Kipo kipo, kufufuka kupo kwa wana wa Mungu. Katika Biblia tumesoma hapa kwamba kipindi kile alipokuwa amekata roho, tetemeko limetokea, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili ya utakatifu. Miili ya utakatifu wa Mungu. Ingetokea leo hii, mwili wako ungefufuka, ungeinuka. Mwili wako ungeinuka kupitia maisha unayoishi, kupitia matendo unayotenda. Kama Yesu angekuwa anakuja leo na upo kabrini, mwili wako ungefungwa kwenye kaburi kwa hali unayoyatenda. Tafakari sana pendwa. Umembeza mzee wa kanisa, umembeza mwimbaji mwenzako, umembeza mchungaji, umemtukana hata kiongozi wa ngazi za juu huko, umetukana viongozi wa serikali, umechafuka mbele za Mungu. Ungeinuka katika kaburi. Watakatifu waliinuka katika makaburi na wakaingia katika jiji la Yerusalemu, na watu wakashuhudia kwaona kupitia mauti ya Yesu Kristo. Niombe ujio wa Yesu kwa mara ya pili upo. Unaishi leo japa, geuka. Tubu uache maovu yako. Tubu uache uliyozoea kutenda. Mhubiri 8:8 anasema, wala uovu aliozoea mtu hautamponya siku hiyo. Hautakuponya uovu. Kitakachokuponya ni connection yako wewe na Kristo huyo aliyekufa kwa ajili yetu. Anapokuja kutoka juu mbinguni, nguvu ya kutoka hapa kwenda pale ni connection yako na yeye. Si kitu kingine chochote. Sio fedha. Hapo wote wenye pesa watasalenda. Waliozitumania fedha na heri ya matajiri ambao wanakosa Mungu hata katika utajiri wao, hawakosi madhabahu pa Mungu, hawakosi kutoa huduma kwa watu, hawakosi kutoa mahitaji kwa watu wenye uhitaji, hawakosi kulijenga kanisa. Nimepita juzi hapo katika wilaya moja ya Chunya, nikakutana na watu wengi sana wenye kukosa fedha. Nikawashukuru sana wana wa Kristo, lakini nikawauliza, dhahabu ina fedha nyingi,
kidogo alinionyesha kidogo tuko na mke wangu. Kidogo sana. Ananiambia hiyo milioni 7. Kidogo sana. Nitoa mfukoni tu. Nilikwenda mpaka kwenye migodi yao. Si wa Kristo, mchungaji unapaswa kwa mkono wako wako wapi? Na wanafanya nini? Baada ya ibada tulipita. Nikaenda kabisa nikitoka vijijini kwenda huko. Nilitembea kuona Wakristo ambao wanahudumiwa na wachungaji wako je. Kwa nini kanisa tunakuwa katika kweli? Hatuna uwezo wa kifedha. Kanisa la Mungu hatuna uwezo wa kifedha. Kimya. Lakini hapa wote nikaona mmetakata. Hakuna maskini. Ya kabisa. Nilipopita pale mahali baada ya ibada ya kawaida nikamwambia mchungaji naomba twende tupite kwa watu. Tukapita. Lakini tukapita pia katika ofisi za watu wachimbaji. Wana migodi yao. Na dhahabu kweli ni gharama kuipata. Kwa sababu kuangalia mfumo wa kuipata dhahabu ni gharama sana. Ziko katikati ya mawe chini kabisa huko chini. Lakini wanashusha huko na mashine zao, wanachukua mawe, wanatoa na saka mpaka na kuja kupatikana dhahabu pure. Nikamwambia mnaomba Mungu anawalinda katika haya, wakasema ndio. Je, umaitoa kipande cha hiyo dhahabu kama zaka kanisani? Hapo ndipo Mungu. Hapo ndipo Mungu. Nikauza thamani ya kile kipande, ni hela nyingi sana. Nikasema je, ikiwa bonge hivi inakuaje? Nasema hiyo usiseme. Bei yake ni kubwa sana. Tumepewa hiyo vitu. Nikawashukuru sana kwa kazi. Kwanza kiimani, lakini kwa sisi sana kwamba nitendeze kanisa pia. Ukipata haya, yupo leo wawezesha kupata haya. Na ni Mungu anisoka kufundisha kupata faida, lakini pia atakupatia thamani za siri ambazo zipo. Na Mungu anatupatia haya. Ndio maana nasema mlio matajiri ambao mnajua thamani ya jina la Yesu, mkawekeza pia hapo katika jina la Yesu, mna heri kubwa sana. Msitumanie utajiri wenu. Mtumanie Yesu Kristo ambaye amekufa kwa ajili yetu. Asante sana kwa kuna baadhi ya watu katika ushirika mmoja wamejitoa. Wamejenga kanisa, kienda pale kwa juu, wamejenga kanisa tu moja tu. Ni kanisa lote paka rangi. Malumalu nzuri kwa pesa walizopata. Hawa wametambua thamani ya kifo cha Yesu Kristo. Wametambua. Hapa mna ujenzi. Inawezekana wakiitisha ujenzi, unaanza kuwaza una hela kwenye akaunti, una hela kwenye M-Pesa, una hela kwenye hazina yako pale chumbani. Lakini kuitoa hapa kuna kwa pagumu sana. Ila tukisema tukanunue nguo, utaipalamia hata suti ya 500,000, 300,000 huko. Lakini kuleta hapa bomba gafu. Kazi. Naomba mauti ya Yesu ikubadilishe tu. Ujue kutumikia Mungu pia kupitia mali zako, kwa sababu tukomboa kupitia damu yake yenye thamani kubwa sana, ambao hakuna anaweza kailipa hiyo. Ukipita katika batizo ya kutia Bwana Yesu, hakuna hata mmoja ambaye angesimama. Hakuna. Lakini yeye alivumilia kwa ajili yangu mimi na wewe. Aliteseka vibaya sana. Hata tu mwisho anakata roho, anaenda kuponya na sisi watu. Leo yupo kutuponya sisi tulio hai kwa majira ya nyakati hizi. Nirudie tena. Kanisa limeteseka sana nguvu za giza. Mahali pengi ukianza kuomba mapepo yanalipuka. Yanataja vitu vya ajabu sana. Wapendwa, tusiumizane katika hilo. Tusiumizane kabisa. Geuka mtu wa Mungu. Geuka mteule wa Mungu. Geuka uliyeitwa. Geuka unayetaja kufa. Geuka. Tumanie Yesu Kristo. Tumanie Yesu Kristo. Kuna mhubiri mmoja kaongea, Bwana Yesu ametoa kafara ya mauti yake. Kama natoa kafara za watu, acha kuanzia leo. Kwa jina la Yesu uache. Siku zako zimehesabika. Kama natoa kafara za watu, acha. Fanya kazi kwa bidii. Jitume. Fanya kazi kwa weledi. Faida ipo.
mtu mmoja akaongea kwamba alikuwa ameingizwa katika orodha za watu watolewa kafara. Ni ajabu sana, shetani akimiliki maisha yako anakutumisha katika njama za kafara na huwezi kukwepa. Huyo mtu aliingia katika mkataba anaojua alitumishwa. Lakini sasa kitu cha ajabu sana, akaambiwa kwamba ili huduma yake ibarike, basi nenda karete marafiki zako ambao mko karibu sana nao. Unaweza kukaa na mtu kazini kwamba ni ndugu yako, ni rafiki yako, lakini anachokuwa za ndani ni kitu cha ajabu sana. Ni Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maneno haya tunasema sana, lakini tutakubeba ndani yetu ni hatari. Ni hatari. Ni hatari. Tumevaa ngozi ya kondoo, ndani yetu ni madubu, ni machui, ni majoka. Tupone kama tupone. Huyo mtu akaambiwa kalete rafiki zako. Sasa anapokwenda kutekeleza hilo jambo, naomba sana ndugu yangu, unapoishi muda wote jiunganishe na Mungu. Nyakati zote jiunganishe na Mungu. Hata kama ikoje, jiunganishe na Mungu. Kuna ulinzi wa pekee sana usiona katika jamii. Anapokwenda kufanya haya majaribio ya kutekeleza hilo jukumu, akafa. Ghafla tu katika papo. Sasa rafiki yake wanaenda ambao kwenye orodha kula kafara. Yuko kwenye orodha hiyo. Kuna mtumishi alikuwa ananiambia nishakasa. Yuko kwenye orodha kula kafara, amekata roho pale. Rafiki yake anaenda. Ndio maana ghafla. Akasema nini? Tunapopata hiyo shida tunaanza kwa sababu ni bibi au amepata ujumbe wao sio kawaida. Kuna hivyo vitu. Labda sasa niangalie kuna nini kwenye simu yake. Unapoendelea kumsaidia kwenda kucheki, anakuta maelezo haya yametumwa na yule anayemhudumia katika ulimwengu na ujua kwamba jina lake sasa lipo kwenye ile orodha ya watu wanapaswa kutoa tena namba moja, alafu nafuata mwingine wa pili, na hawa wanafahamu. Akashtuka, ungekuwa wengi kuaje? Ingekuaje? Jina lake liko pale. Akashtuka. Okay, huyu ni mtu akatoa huduma haraka sana kumsaidia huyu aende hospitali kutibiwa, na kibaki mbaya kafa. Ndipo sasa anachukua simu kupiga kwa yule mtu aliyetuma ujumbe, aliyemtumia huyu mtumishi kwa ajili ya kafara hizo. Simu inapokelewa na mtu mwingine, anasema pole, huyu nampigia simu asubuhi ya leo amefariki, ambaye ni sini ya wao. Wamepigwa watu wawili. Nataka kusema kwamba unapolindwa na Mungu hakuna mchaka kapita kila. Yesu yupo ambaye anakupigania, anakushindia, anakulinda katika hali sana kama yupo. Pasaka hiyo ya baraka kwako. Pokea Yesu Kristo katika maisha yako. Mauti ya Yesu lete uhai wa kiroho katika maisha yako. Wanaowaza kuangamiza wasikone tena. Usomeke katika rada zako. Usomeke katika rada ya juu aliko Kristo. Bwana watunze. Bwana walinde. Bwana wafanikishe. Bwana muishi. Mungu kufa katikati. Kama alivyomuisha wengine wote waliokutumainia. Na neema ya Kristo iwe daima.